Jamani wakosea. Slay Queen. Vipi kwani? Mbona angeka kama umeng'atwa na nyuki? Kwema? Kindege, kuna watu wamenivamia na kunipiga. Na sijui hata nimewakosea nini yani. Wamekupiga? Ndiyo. Vipi jamani, hawaja kutoa hata meno? Hata mkono hawajavunja? Hivi waliokupiga una undugu nao? Mbona hujatoka hata damu? Yaani hakuna hata sehemu moja hata yoyote uliochubuka. Kwani waliokupiga una undugu nao wewe? Yaani wamekupiga au wamekupapasa? Yaani wewe ulitakiwa upigwe mpaka ukome. Jamani, mtu acheni utani, mnajua mimi nimeumia. Yaani wamenipiga hapa mwili wote unaniuma huu. Alafu Kindege, kwa nini unasema hawajanivunja meno? Ndio nimeuliza kwa sababu yani mwili wako uonyeshi kabisa kama umepigwa. Inaonekana ulilala tu chini ukagalagala mwenyewe ukanyanyuka na mavumbi. Hao watu wamenikosea sana jamani. Yaani ilibidi wakupiga wakufunze adabu hata siku nyingine uogope. Sasa haujawakosea inavyotakiwa wewe. Ila hamna. Na hii sio umewatibua ila wenyewe tu wana ile roho fulani ya huruma. Wewe ilibidi upigwe mpaka ukome. Kwanza we dada, mtu akikuangalia tu kwa muonekano wa nje unaonekana wewe dada ni mshari. Sura yako tu inaonesha wewe ni mgomvi, unapenda kuingilia mambo ya watu. Yaani kuingilia mambo ya watu wewe unaonekana ndio vitu vyako. Ungetakiwa kwanza upigwe vizuri sana. Kwanza naona watu wamekupapasa, wamekuonea tu huruma. Au unasemaje Kindege? Jamani, mimi sijamuingilia mtu yoyote. Na isitoshe mimi ni mgeni kwenye huu mtaa. Kwa hakuna mtu yoyote ambaye nafahamiana naye. Huo ugeni wako ndio uliokuponza wewe. Ukahisi kabisa kwamba huyu mtu nikimtibua ataniacha. Kumbe namba zingine sio za kugusa, ukibonyeza wenzao wanaitika, wamekunyoosha sasa. Tena nitamani hata ungetenguka hata uo mguu usitembee. Kindege, tafadhali naomba usiniambie maneno makali kiasi hicho. Mimi naumia yani hapa, natamani hata nipate maji tu ninawe, afu pia ninywe, nasikia koo limekauka. Wewe, sisi tukupatie maji? Wewe hatuna wema huo. Yaani nenda nyumbani kwako, fuata hayo maji unayohitaji wewe, sijui unawe unywe yafate. Hatuna wema huo. Tulikutuma uchokoze watu. Dada, hiyo kazi ni yako. Udugu. Eti leo sisi anatuona ndio familia yake, anatuomba na maji? Wewe dada jishikilie, acha shobo mtoto wa kike. Na siku nyingine ukome kuchokoza watu. Sio kila mtu ni mwepesi. Twende tuachane naye. Jika vipi? Aunty Kindege, hivi kuna faida gani kumdhuru mtu ambaye ana ugomvi na wewe? Wewe takataka, unaongelea nini? Mimi siitwi takataka, mimi naitwa Baby Supu. Nimeuliza hivi kuna faida gani ya kumfanyia mtu ubaya ambaye sio mbaya wako? Unamaanisha nini kuuliza hivyo? Kwani kimetokea nini? Nimeuliza swali tu, kama swali lingine. Yaani iko hivi, mtu akiingia kwenye 18 zangu mimi siwezi nikamwacha salama. Lazima nimfundishe adabu, nimuonyeshe tu mimi ni nani. Hata elewa tu kwamba mimi ni Jenita. Siwezi kukubali kufanyia ujinga. Unasemaje Kindege? Twende kwanza tukakae. Anasema nini huyu? Yaani sio kwa mtu yoyote, hata kwako tu. Wewe ukiingia kwenye 18 za mtu yoyote, lazima akupige kisawasawa, akufundishe adabu. Hii dunia haina huruma kabisa. Basi sawa. Mimi nilikuwa nauliza tu. Huyu mtoto anaongea kuhusu nini? Anatuletea mtoto wake?
Yaani mtu yoyote akiingia kwenye 18 zetu hatumwachi salama. Au unasemaje Kindege? Anauliza maswali gani huyu? MJ, nisubiri kwanza. Hivi wewe hujahisi chochote? Kuhisi kitu chochote? Kuhusu nini tena? Inawezekanaje yule mtoto azungumze maneno kama yale? Naulize maswali magumu kiasi hicho. Au kuna kitu chochote amesi kuhusu Janeti? Lakini hapana, mimi siwazi kuhusu hilo. Kwa sababu wakati tunafanya hilo tukio huyo mtoto hakuwepo. Na kama unavyoona tumefika tu hapa, tumemkuta ametoka shuleni. Sasa anaweza akawa anajuaje kuhusu hili? Hata hivyo ni mtoto mdogo sana. Basi sawa. Hey! Nini? Si Faida yule? Farida? Tumfuate. Niumiza. Una shida gani wewe lakini? Taratibu na Basi hapo. Yuko na Tolu. Tami. Hivi Kanuni na kiti mamu wewe. Kwa nini umeniangusha? Unataka univunje kiuno, si ndio? Mke wangu, nimekwambia kwamba nilikushusha kwa sababu nilijua kama ukishuka utatembea utanifuata. Kanuni, yani wewe unazingua. Tena unazingua hapa kubwa kabisa. Yani unaniangusha, hujali kwamba mimi na mimi. Yani wewe kwa nini unanipiga lakini? Yaani mimi huaga sipendi naongea na mtu anaangalia pembeni. Huaga napenda naongea na mtu alafu ananiangalia. Hivi Kanuni, una akili timamu kwenye kichwa chako? Unaniangusha bila kujali. Yaani kile kitendo unamwona tu Farida anapita, unaniangusha bila kujali kabisa kwamba mwanamke ana mimba. Kwa hiyo kumbe Farida ana umuhimu kuliko hii mimba yako, si ndio? Farida ana umuhimu, sina kuuliza Kanuni. Kuna matatizo wewe mke wangu. Jana mjomba kaudi nyumbani pale amesema kwamba inabidi tumtafute Farida. Ndio tumeamka asubuhi tumeamka kwenda kumtafuta Farida. Tumempata Farida, inabidi tumfuatilie, unaanza kunipiga. Unanipiga kwa sababu gani sasa? Aha. Kwa hiyo kumbe wao ulikuja kumtafuta Farida. Farida sasa pale anaondoka. Yule pale mfuate. Mfuate yule kule anaondoka. Nenda. Mke wangu. Kule mimi siwezi kwenda peke yangu. Labda twende wote. Wewe unachekesha kweli wewe. Mimi niwafuate. Haya, nikiwafuata nikifika mimi najitambulisha kama nani? Najitambulisha kama nani? Sikiliza. Wewe wafuate uende. Nenda wafuate. Wafuate wewe, mimi siendi. Siendi kabisa, siendi. Aha, umelizana ondoke peke yangu. Haya naondoka. Wewe baba wewe. Mimi hapa sibaki. Unibebe, unirudishe kule ulikonitoa. Kisha wafuate kila Farida wako, nimemaliza. Huyu mwanamke naye sio na shida gani jamani? Mbona unakuwa na mambo mengi? Yaani sio na shida gani? Umeona kabisa kwamba Farida yuko na Tolu sasa hivi. Inabidi niwafuatilie muda huu afu unaambia unaweta nikubebe nikupeke nyumbani. Sasa nikikubeba wewe nitawapata saa ngapi kina Farida? Nisikilize Kanuni. Mimi nyumbani sirudi peke yangu. Nataka unibebe wewe mwenyewe. Wewe si ndio ulikuwa umenibeba? Umenitoa hapa kisha umenimwona Farida. Sasa sikiliza nikwambie. Nibebe, unirudishe kule ulikonitoa. Kisha uende ukafuata kina Farida. Iwe ni saa ngapi? Mimi hiyo hainihusu kabisa, hainihusu. Nibebe. Tuondoke. Kwa mbishi tunaona na kuacha tu nyumbani kwa jinga ukoje? Baby Supu. Baby Supu, mbona unalia?
Baby Supu, sinakuuliza wewe, unalia nini? Epi, namwonea huruma sana Madam Janeti kwa wakati anaopitia kwa sasa. Unamwonea huruma? Ndiyo. Kwani kafanya nini? Naona matatizo mengi sana atakayoyapitia. Matatizo gani hayo unayaona? Naona matatizo mengi sana anayopitia na matatizo yenyewe yameanza leo. Kwani Madam Janeti alikutwa na nini? Kwani amekufa ama? Amepigwa, na ninachosikitika sina uwezo wa kumsaidia kwa sababu yuko mbali na mimi. Na unasema unashindwa kumsaidia, alafu wewe bado mtoto, unamsaidiaje? Epi, nadhani ungeniacha kwanza, maana hatuwezi kuelewana. Baby Supu, nikuachaje wakati hujaniambia ukweli? Niambie. Nilimkwambia naomba uniache, hatuwezi kuelewana. Baby Supu, basi sawa. Mimi nakuacha, lakini acha kulia, sawa? Maana shemeji Beni akiingia kuta unalia hivyo, sio vizuri, sawa? Futa machozi, mtoto mzuri, sawa? Nakupenda, sawa? Nyamaza, mtoto mzuri. Futa machozi, usilie hata kidogo, sawa? Kausha. Hello, mambo vipi mwanafamilia wa New Baby Supu TV? Ni sisi tena. Tumekuja mbele yenu tuna taarifa mpya. Na taarifa hiyo ni kwa sababu mnatupenda na kutusupport. Najua nyinyi ni wapenzi wa movie nzuri na series kali. Sasa tumekuja hapa kukuelekeza ni series gani unatakiwa kwenda kuiangalia baada ya kumaliza kutizama series yetu pendwa ya Mtoto wa Ajabu. Kuna series inapatikana katika chaneli ya Kasai Films. Series inaitwa Moyo. Unatakiwa kwenda kuiangalia. Na ukishaipata ukaitizama, I hope utaenjoy sana na utakuja hapa kutushukuru. Karibu, nenda kaenjoy. Movie yetu ndo kama hiyo uliona hapo kwenye cover. Thank you, we love you. Tuendelee kuenjoy. Beni, niache niende. Wewe wapi? Wapi unaenda? Unajua unanijaribu sana wewe. Unaamka hapo unaenda wapi? Nimekuiteni hapa kuna kikao. Mister, kuna kikao? Ndio kuna kikao. Alafu unaniambia unaamka unaenda wapi? Lakini Beni nishakwambia jamani, mimi uko jikoni napika. Nitafungwa. Wewe nitakuvunja meno wewe. Nisikilize Janeti. Nimekuita hapa kwa sababu kuna kikao. Nimesikia taarifa zako kwamba umekuja hapa ukapiga watu. Sasa nimeitisha hichi kikao bila kukutaarifu wewe wala kumtaarifu Kindege. Hii yote ni kwa sababu nilitaka tukutane kama kwenye poster station. Tukutane pale afu tudiscuss hili swala. Kwa nini umepiga watu? Bosi, samani. Nilimpiga. Tulia. Naomba uniambie ilikuwaje mpaka Janeti akakupiga? Beni, uko jikoni kumbuka naunguza jamani. Mimi napika huko jikoni, niacheni basi niende. Ninachozungumza hapa ninatapika. Yaani ninachokiongea hapa naonekana ni mjinga sasa. Samani mister. Nimeingilia kwa sababu nimesikia topic kuwa nilimpiga mtu. Nani huyo ambaye nilimpiga na kwa sababu gani? Ndio, ulipiga mtu. Na hiyo sababu ndio imefanya tukae kikao hapa. Yaani hiyo sababu gani ndio imefanya tukae kikao? Sasa ninachotaka hapa Kindege atuambie kwa nini ulimpiga na ilikuwaje. Sitaki tupoteze muda. Tuambie ilikuwaje. Beni, ungeniacha niende tu kwanza jikoni. Hivi unajielewa wewe? Yaani nazungumza naambia ungeniacha niende. Ina maana tukiongea ni mapumbavu. Nitakuumiza. Nataka utuambie ilikuwaje. Ni kiburi. Mimi napenda viburi. Mr. Samani. Mimi sidhani kama kuna haja ya kupigana wakati ni jambo dogo tu la kuelekezana. Kwa naomba usipigane na mke wako na wala usigombane naye. Ila tu tuzungumze ili tuliweke sawa. Huyu ni mjinga sana huyu. Huyu anataka mimi nikafungwe jela, niache watoto wangu wanateseka. Hivi, kwa nini nashindwa kueleza? Kwa nini nashindwa kuniambia ukweli? Nini kilitokea? Anyway, Janeti wewe tuambie ilikuwaje. Bosi, ile siku ulivyoniagiza nije nimchukue mtoto hapa nyumbani. Nilivyokuja nikawa nimemwelekeza Kindege kuwa umeniagiza nije kumchukua mtoto. Na ulinipa muda mchache sana wa kumchukua mtoto na kumrejesha kwako. Ili ukamfanyia shopping ya vitu vyake vya shule. Kuna kazi nilimkuta anaifanya. Kindege akasema kwamba siwezi kuondoka naye mpaka amalize kazi yake. Na mimi nikaona muda kabisa unaniacha.
Kwa nikawa nimemchukua tu pale Kindege hakupenda. Ndio ilivyokuwa. Kwa hiyo ndio ikafanya mpigane? Hapana. Hakuna mtu ambaye alimpiga mwenzake. Kwa wewe ulipigwa na mashetani? Nakuuliza wewe ulipigwa na mashetani? Na kulikuwa kuna haja gani sasa ya wewe kuja kutoa ushuhuda wa uongo kanisani, ukasema kwamba umepigwa, umeonewa, umevunjwa shingo? Kulikuwa kuna haja gani ya wewe kutoa ushuhuda wa uongo? Alafu wewe umesema ulimkuta mtoto anafanya kazi. Anafanya kazi gani? Nilimkuta kule jikoni, alikuwa anaosha vyombo. What? Nini? Ya, mtoto Baby Supu anaosha vyombo? Ndio. Ha! Wewe Kindege ni chizi eh? Wewe Kindege ni taila. Mamangu alikuwa anasema wewe ni hopeless. Hivi unataka tukaonekaneje sasa kwenye jamii? Ya, tukaonekane watu tusijue kulea watoto. Hivi unataka tukashtakiwe na haki za watoto? Hivi unajua kama kuna ustawi wa jamii wewe? Mtoto hata miaka 10 hana unataka ukamwoshe vyombo? Hivi alikuwa anafanya kazi gani? Naongea na wewe nijibu. Unataka tukahukumiwe miaka 30 jela, si ndio? Kwani umemwambia mtoto aoshe vyombo? Kwani umemwambia mtoto aoshe vyombo? Mr. Benny, muda ambao tulikuwa tumeomba kule kazini nadhani umeshaisha. Kwa ni vyema ungenyanyuka ukaenda ukajiandaa ili turudi kazini tukapate kumiti na kile kikao. Unajua wewe Kindege, wewe una bahati yako, muda hautoshi. Ila wewe ningekukanyaga shingoni wewe. Badilika, badilika. Mbona loli baya wewe? Ya, usipobadilika itakugharimu. Mungu. Kwa hiyo wewe umekuja hapa kusababisha kilichotokea, si ndio? Ina maana umeshindwa kukaa huko ulikokuwa, ukafunga mdomo wako na ukaendelea na kazi zako. Umeona uje hapa na kusababisha nipigwe mbele yako. Umefurahi eh? Kumbe ujifunzi kutokana na makosa yako eh? Kindege, sijifunzi kutokana na makosa yangu kivipi? Sijakuelewa. Unahisi ulichokifanya hapa ni kizuri, lakini sio kazi yangu kukurekebisha. Ila ulichokifanya nimekipenda. Unachotaka nataka. Yaani hiyo I like it. Mapera, bibi kapika ugali na kifaranga cha kuku. Tia hapa kama utaki niambie, nikae chini nilie. Mapela, bibi kapika mapela na kifaranga cha kuku. Unatarajia kuolewa? Tia hapa kama utaki niambie, nikae chini nilie. Na unatarajia siku moja uitwe mke wa mtu. Ndio maana mnazeekea kwenye nyumba za watu. Tatizo lako yani ujinga tu ndio umekuja kichwani mwako wewe. Kazi yako ni kuimba mapela na vitoto vidogo kama hivi. Tena bora angekuwa na hadhi yake sasa. Mtoto mwenye chokola. Kwa mitaani huko ndo unaimba naye hapo. Hivyo ushaikata ukaifikiria kujaribu hata kitu cha maana au kawaza nawezaje kuolewa, nikaenda ndoa, mume wangu nikamtunza vizuri, nikamwandaa vizuri, au mwenzangu utaraji kuolewa? Yaani bora hata ungekuwa umekaa unafikiria kusafisha humu ndani, unatoa matandabui, ningesema kweli tuna mwanamke humu ndani, tuna dada wa kazi. Lakini kazi yako wewe ni kuimba mapela tu na huyo mtoto mdogo. Tena shukuru Mungu leo na mudi nzuri. Yaani leo nimepoa, moyo wangu una amani, sihitaji ugomvi na mtu. Ila laiti ungenikuta kwenye mudi yangu ya hovyo, kichwa changu hakielewi, basi wewe ningekutoboa macho yako. Tena hata ningekukosa hivi live, ningekutoboa hata usingizini wewe. Ungejikuta tu unaamka uoni. Dada, unitoboa macho yangu nimefanya nini mimi? Hayana faida. Kwani unahisi ana faida wewe macho? Kazi yake anaona tu machokola na kuimba nayo mapela. Ushaiona kitu cha maana labda nimemfanyia shemeji yako humu ndani na muandata na mtengeneza vizuri na mchomekea shati lake. Ushaitamani hata kujifunza? Kazi yako ni kuona tu mapela tu ndio yapo kichwani mwako. Hem, kwanza nipisha hapa, nataka niongee na wewe chokola wako. Toka.
Wewe Chokola, kuna muda nilikuja na ndugu yangu hapa. Ukanyanyua mdomo wako na kwanza kuniuliza maswali unayojua wewe. Si kuna faida gani za kumfanyia ubaya mtu ambaye ana ubaya na wewe? Ulikuwa na maana gani? Ila tulifundishwa na mwalimu shuleni. Ndio maana nikaja kukuuliza. Kwa hiyo wewe ukiulizwa maswali uko shuleni au mkijifunza unakuja kuniuliza mimi? Ndiyo, kwa sababu wewe ni kama mzazi wangu. Koma wewe. Mimi sio mzazi wako. Siwezi kuzaa Chokola. Sasa Jeni, ndo nini hivyo? Kushtuana namna hiyo kuna nini kwani? Yaani mimi hapa nimesimama muda mrefu na kutazama. Unapiga hapo sijui unafanya nini? Kwa hiyo ina maana kwamba ulikuwa hujaniona. Jeni bana, mimi sio kwamba sijakuona. Yaani hapa nipo nina mawazo yamenichanganya, ni akili yangu iko mbali kabisa. Yaani huwezi amini sijui dada wa kazi ana kazi gani humu ndani. Yaani makochi machafu kama hivi. Ndio maana nilikuwa nafuta nikae ni peruzi. Kwanza afadhali hata umekuja. Maana hapa nilikuwa nataka nikupigie uje tuongee. Haya sasa. Haya sasa ndio nishafika. Niambie sasa. Jeni, mimi sikufichi. Mimi siku tulipofika hapa tukamkuta yule Supu amekaa pale. Yaani maneno aliyokuwa anaongea na yale maswali aliyokuwa anauliza, mimi alinichukua. Yaani akili yangu iliama kabisa, nikaa namfikiria. Mimi nilimfuata kumuuliza. Yaani huwezi amini, kumbe ni ujinga tu aliuliza huko shuleni, sijui mkifika nyumbani waulizeni na wazazi, ndio kikaja kuniuliza. Ila mimi kwanza nilikikataa. Nikakwambia wewe shindwa, mimi sio mzazi wako. Sina mtoto Chokola, yani nilikakaa na hivyo. Lakini ukweli ndio kwamba hicho alichokuwa anauliza hakina maana yoyote. Hata mimi si nilikwambia kindege? Nilikwambia siku ya tukio huyo mtoto hakuwepo. Na hata hivyo ukizingatia huyo mtoto ni mdogo sana, hata akijua atatufanya nini sasa? Kwa hiyo ilikuwa ni wasiwasi wako tu ndugu yangu. Ukiachana na hilo, kuna baya pia limetokea. Baya? Baya gani tena hilo? Janet alikuja hapa. Wewe usitaki kusema kwamba ameshajua tulichomfanyia? Hapana Jeni, huyo hajajua chochote na hawezi kujua. Ila kilichomleta tu hapa ni kutokana na kuna siku mimi nilifanya visa humu ndani na nikamfikishia taarifa Beni kwamba Janet alifika hapa akanipiga. Hicho ndio kilichomleta humu ndani. Ukamjibu nini tena? Maana ninavyojua ndugu yangu kwa kulopoka wewe. Bana mimi Beni hiyo tunashangaa tumekaa tu hapa anakuja kuniambia sijui kuna kikao, na hicho kikao ilikuwa ni surprise. Yaani mimi sikujua na Janet hakujua. Tumefika tu hapa Beni ananiambia kuna kikao, naomba uelezee Janet kwa nini ulifika hapo kampiga mke wangu. Janet katoa macho. Kumpiga. Maana mimi Beni nilimwambia Janet kanipiga kanizibua shingo yote na nyuma. Yaani kiufupi nimwambia amenivunja. Nitaka hasira Beni akampelekea huyo Janet. Lakini cha ajabu kaja Janet hapa nyumbani na nikabaki tu natoa macho. Kama unavyomjua Beni, akiwa na hasira zake, akakuuliza kitu umjibu, anakimbilia kupiga. Ila nikaa hapa nikasema anipige aniue. Yaani siongei chochote. Kwa hiyo wewe ukakaa kimya mpaka akakupiga. Ila wewe dada ni mgumu wewe. Hapo kwenye kupigwa sasa ndio kilichoniuma. Yaani hicho ndio kilichonichukiza, na hiyo dharau sijaipenda kufanywa mbele ya Janeti. Yaani mimi kupigwa na Beni mbele ya Janeti, hicho sijakipenda. Na kwa jinsi tu ninavyofikiria, mimi nahisi mimi tu ndo nilikuwa sijui kama kuna kikao. Ila huyo Janeti nahisi alikaa huko na Beni, wakayapanga, wakafanya mambo yao, wakafika hapa ili mimi nidhalilike mbele ya Janeti. Na ni kitu ambacho mimi siwezi kuvumilia. Yaani dharau kufanywa mbele ya mwanamke ambaye yupo tu siwezi. Na ndio maana nikataka nikupigie simu uje tuongee. Basi sawa udugu. Lakini huyo Janeti mbona kama vile anakutafuta? Hivi Janeti anataka ajue upande wetu wa pili ukoje, sio? Yaani anatuchokoza na tuchokonoa ili aone sisi ni akina nani zaidi. Si ndio hivyo? Janeti kanyea kambi. Na kama kanyea kambi hakuna rangi ataacha kuiona. Yaani saizi ndo niko serious popote pale, yaani ambapo ataniona kwa ambacho ninapanga kumfanyia.
basi ataichukia siku ya kwanza kuingia humu ndani, kumfahamu Mr. Beni, kuijua familia ya Beni, ataijutia hiyo siku. Kindege, awamii tusimchekee, yaani tumfinyenge kiasi kwamba akose cha kufanya. Yaani sasa hivi tumuonyeshe makucha yetu jinsi yalivyo, sawa? Yaani ikiwezekana tumpige kipigo ambacho hajawahi kupigwa mtu yoyote katika hii dunia, mpaka yaani yeye mwenyewe akome na ashindwe kabisa kuja katika hii nyumba. Maana naona kama vile anatuchokoza, anataka aone sisi ni wakina nani. Sasa tumuonyeshe sisi ni wakina nani, tujionyeshe kabisa. Ndio maana nakupenda ndugu yangu, na naamini hapa kazi imeisha. Si unanijua mimi nilivyo, ngoja tumkomeshe. Jeni, yaani kiukweli leo nina furaha sana. Hata mimi nina furaha sana Sofia, tena nina furaha ambayo imepita kiasi, kwa sababu sikutarajia kama hili swala lingekwenda kirahisi kama lilivyokwenda. Na kama unavyojua tumeshapata dawa ya kuliamsha lile shababi ili lianze kazi yetu rasmi. Ndiyo Jeni, kama nilivyokuambia, mkubwa ni mkubwa, na siku zote mkubwa huaga ashindwe na kitu chochote. Hiyo kazi ilikuwa mkononi kwangu, kwa hiyo ni lazima tu tungemalizana nayo. Sijawahi kushindwa na jambo, hususan vitu vidogo vidogo kama hivi. Ila tu kilichochelewa mkononi kwangu ni kazi ya Kindege, na wala hata sijui kwa nini imetuchelewesha. Kwa sasa Kindege ni mwepesi sana, yaani kama ni kwenye maji ameshaelea, yuko juu. Sisi tunafanya kazi ya kumchukua na kumtafuna, yaani ni mwepesi kiasi kwamba hakuna mtu yoyote atakayeweza kutuzuia. Basi ni vizuri sana kama itakuwa hivyo. Inabidi tumalizane na Kindege haraka sana. Yaani tuanze na Baby Supu, kisha tumalizane na Kindege. Halafu, vipi kuhusu Kindege? Nyumbani kwake wanaendeleaje? Kindege kwa sasa yani ana roho mbaya sana, huwezi amini. Yaani ana roho mbaya kiasi kwamba hata mimi nashangaa kwa nini yuko hivyo. Ila hiyo roho yake mbaya itaturahisishia kitu, kwa sababu anaonekana na roho mbaya kama tulivyo sisi. Sema tu tumetofautiana. Yaani mwanadamu wa kawaida na sisi ni wachawi. Na hiyo roho yake mbaya itatufanya kazi yetu iwe rahisi, kwa sababu tutammega kama tunavyotaka sisi wenyewe. Ni vizuri sana Jeni. Sisi hatutakuwa na muda wa kupoteza. Madam dawa tumeipata, lazima tukaliamshe jamaa ili lije likafanya kazi yetu kwa ufasaha kabisa. Yaani namaanisha hatutakuwa na muda wa kupoteza. Yaani yoyote atakayepita kwenye sehemu yetu lazima tuondoke naye. Alafu kuhusu Kindege, kama ana roho mbaya, hilo ni jambo jema, kwa sababu hata kama tutakapomzulu hakuna yote atakayejali kuhusu yeye, maana si ana roho mbaya. Kwa hiyo ni kazi yetu itakuwa rahisi zaidi. Na kitu kingine Sofia, kesho inabidi tumalize kile tulichokipanga. Yaani tumwamshe huyo shababi aanze kazi rasmi. Ndiyo Jeni, hatutakuwa na muda wa kupoteza. Inabidi kesho tumalizane na hiyo kazi ili jamaa liingie mzigoni, maana tumelisubiri vya kutosha. Basi sawa Sofia. Sawa Jeni, inabidi tutawanyike, maana tumekaa sana hapa. Hello, mambo vipi mwanafamilia wa New Baby Supu TV? Ni sisi tena. Tumekuja mbele yenu tuna taarifa mpya. Na taarifa hiyo ni kwa sababu mnatupenda na kutusupport. Najua nyinyi ni wapenzi wa movie nzuri na series kali. Sasa tumekuja hapa kukuelekeza ni series gani unatakiwa kwenda kuiangalia baada ya kumaliza kutizama series yetu pendwa ya Mtoto wa Ajabu. Kuna series inapatikana katika chaneli ya Kasai Films. Series inaitwa Moyo. Unatakiwa kwenda kuiangalia. Na ukishaipata ukaitizama, I hope utaenjoy sana na utakuja hapa kutushukuru. Karibu, nenda kaenjoy. Movie yetu ndo kama hiyo uliona hapo kwenye cover. Thank you, we love you. Tuendelee kuenjoy.